Kwanza ni kwa masikitiko niseme tu kwamba na taarifa kwamba ningependa kuwajulisha kwa kina wa Tanzania taratibu zinazofuata kabla ya kufungia kanisa. Kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni. Na unapoenda mahakamani vile vile sio kanuni tu, kuna miongozo mbalimbali ambao kwa mahakamani anaweza kaitoa jaji mkuu. Lakini huku kwingine tunaishia kwenye kanuni. Kwa hiyo hakuna kiongozi yoyote wa umma anayeruhusiwa kufanya jambo lolote ambalo haliruhusiwi kikatiba, kisheria au kikanuni, ambalo linaathiri haki ya kikatiba, kisheria na kikanuni ya mtu mwingine. Kwa hiyo ili la ufufuo na uzima nimelieleza kwenye Twitter na kwenye Facebook yangu taratibu zinazofuata kabla ya kufuta. Nina hakika kwa kile kilichojiri taratibu hazikufuatwa. Lakini sitaki kuzungumza kwa kina zaidi kwa sababu nimepata taarifa na wote mmeona mitandaoni kwamba kanisa lile tayari lina mwanasheria, lina wakili ambaye anafanya kazi. Na sio hekima na sio maadili ya kiwakili kwa wakili kuruhusiwa au kutumia ujuzi au elimu yake kuingilia swala la mtu, swala la mteja ambaye yuko kwa mtu mwingine. Ni jambo ambalo kisheria ni ukiukaji wa maadili. Kwa hiyo mimi najua kisheria msemaji mzuri kwa sasa. Sisi kabla tulikuwa tunatoa maoni kama wadau, lakini sisi TLS sisi vivyo tunaongozwa na maadili. Kwa pale panapokuwa na wakili anaendesha shauri, hatuwezi kuanza kulitolea maoni, lakini yoyote anayetaka kujua kuna yale tuliotoa kabla anaweza akayaona. Lakini cha msingi ninachoweza kusema kwamba kulikuwa na kutokufuatwa kwa sheria wala katiba wala kanuni. Yaani kuna ukiukaji mkubwa sana, na ni jambo ambalo binafsi mimi kama rais wa TLS ni jambo ambalo linanisikitisha sana. We have impunity ya ukatili, kutokutii katiba, kutokutii sheria. Yaani uhalifu na watu wanaofanya vitendo vya kukiuka sheria wamekuwa na impunity, yani wana ujasiri. Sasa imefika watu wanaenda kunajisi kanisa, na mbwa ananajisi kanisa, haoni aibu. Anakwenda, alichozungumza Gwajima ni kipi cha uongo? Gwajima amesema watu wanatekwa. Ni kweli watu wanatekwa. Vyombo vinavyotakiwa kulinda wananchi havifanyi kazi yake. Havifanyi, viko likizo tu. Kazi inayofanya ni kukamata wale waliotekwa au ndugu waliotekwa wanaolia, kupigwa usilie. Kama alivyofanywa Gwajima, kanisa linaenda kufungiwa kwa mtu kwa kusema utekaji upo. Utekaji haupo. Nataka nikuulize, Yesu alisemaje kuhusu mchungaji mwema? Kwamba kondoo mmoja akipotea na waacha wote kwenda kutafuta mmoja aliyepotea. Gwajima kaihubiri injili ya Yesu iliyokamilika. Kanisa lolote lisilohubiri haki na utawala wa sheria alimjui Mungu. Mungu anasema sheria zake ni za haki na kweli. Mungu ni mwenye haki na kweli. Aliyokihubiri injili Gwajima ndio injili ya Yesu wa Nazareti tunayemfahamu. Injili nyingine yoyote inayoremba watekaji, inayoremba viongozi wazembe wasiowajibika, inayoremba watu wasiokemea dhuluma, ni injili ya shetani iliyojaa uovu ndani yake. Lakini injili ya Yesu ni ile ya Chadema, kulia na wanaolia, kupambana na kutetea maskini, kupiga kelele kwa ajili ya wanaoonewa, kukemea uovu. Ujiulize tu simple, Yesu angekuja leo, angeungana na machawa au angeungana na wanaolia kuhusu kupotea kwa Mdude? Angeungana na machawa au angeungana na wanaolia kuhusu kupotea kwa Soka?
Na mtu anayesema umechanganya dini na siasa ni bwege. Dini ni siasa ya kumtafuta Mungu. Hakuna mstari wowote unaotenganisha dini na siasa, kwa sababu dini ni maadili. Dini ni maisha kamili ya mtu. Yaani dini sio kitu fulani cha kijani au cha blue kiko pembeni hivi, ambapo unaweza ukakivaa Jumatatu ukakivua Jumanne. Ukimuona kiongozi yote anasema umechanganya dini na siasa, jua huyo kiongozi ni bwege wa kupindukia. Yaani ni bwege, na lazima mtafute, utakuta kaiba vyeti vya watu au kasoma kwa utata. Kwa sababu dini ni siasa, dini ni maisha kamili. Yaani hakuna namna ambavyo dini unaitoa ndani ya mtu inakaa hapa kwamba sasa ni dini, sasa ni siasa. Yaani unabeba kama pochi hivi. Yaani dini ni maisha kamilifu ya mtu, ni maadili ya mtu, ni ethos ambazo mtu ameziinternalize, ni culture na dogma ambazo mtu ameinternalize, ambao ndio mtu mwenyewe. Yaani ukinitizama mimi, ndio maana Paulo anasema nyinyi ni barua ya kusomwa na watu. Mtu aliyeiva kwenye dini, mwenye hofu ya Mungu, hata iwe ni dini ya kijadi, ile hofu ya Mungu, hiyo ndio tunamuita binadamu mwenye utu. Unajua dini ni about utu, ethos, yani ile humanity, integrity, accountability, love, compassion. Ile ndio dini. Sasa mtu anakuambia usichanganye dini na siasa, huyo bwege wa kiasi gani? Mwambie siasa ni nini? Siasa ni tafsiri ya maisha ya huyu mtu sasa ambaye ni wa dini, huyu mwenye ethos, kuweza kuzikabili na kuzitatua changamoto zake za hapa duniani. Maji, makanisa hayatengenezi hospitali. Hospitali ni siasa, ni dini. Makanisa hayatengenezi shule. Makanisa hayatoi misaada kwenye njaa. Makanisa hayaleti miradi ya ufugaji na kuwezesha wananchi. Hayatoi mikopo. Hayalei yatima na kuwapa misaada ya kibinadamu. Huo sio mchanganyi. Hiyo ndio inaokuonyesha kwamba uwezo ukavitenganisha hivi vitu, kwa sababu it's a myth. Ni sasa mtu kusema kwamba mimi hii miguu ni yangu lakini mikono sio yangu. It's just mtu atakuwa tu ni bwege tu, ni mtu usiyejitambua. Kwa hiyo dini ni maisha kamili ya mtu kimaadili na namna jitihada zake katika kumtafuta Mungu, wakati siasa ni maisha kamili ya mtu kwa namna ya kutatua na kuzikabili changamoto za kimazingira, kiuchumi, kijamii zinazomzunguka katika maisha yake ya kidunia, ya kibinadamu. Kwa as long mtu yuko kwenye mwili, huwezi ukamtenga na siasa. Mpaka anapotoka kwenye mwili kwa kwenye ulimwengu wa roho, huko ndiko anakokaa mbali na siasa. Ndio maana hata Yesu alisema tutahitaji kupata 100 za duniani na 100 za mbinguni. Kwa hiyo hakuna huo. Ukisikiza mtu anasema kwamba huyu kachanganya dini na siasa, jua ni wale watu. Unajua watu unapochuja chai kuna majani yanapenya. Ni wale watu walipenya kwenye mifumo yetu ya maadili, wakapenya kwenye mifumo yetu ya elimu, kwa bahati mbaya wamedondokea, sasa hizi ndio wanafanya maamuzi. Lakini ukimsikiliza mpuuze, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa mabwege. Yaani ni mtu ambaye huwezi hata ukaargue naye. Mtu akishakwambia tu usichanganye dini na siasa, usiargue naye tena. Yaani don't argue with him, ignore him. Wakili, kwa ushauri tu, nafahamu kesi yuko na wakili mwingine kwenye hili la kama haya ambayo umezungumza. Ndivyo Gwajima hana shida, hakuwa na kosa. Nini ambacho kiko nyuma ya pazia, pengine tudhani ama tufikiri kwamba kimempa nguvu msajili wa asasi za kidini kusitisha usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima? I don't want to be suspicious. Mimi nachoweza kujua tu, wanaohusika kumfrustrate Gwajima ndio wanaohusika kuteka Watanganyika. Simple and clear, siumi maneno. Yoyote anayezuia watu wasipige kelele kuhusu matendo ya utekaji na upotezaji wa watu ndiye muhusika mkuu. Na ni wakati sasa wa Watanzania kuacha unafiki. Wewe ujiulize. Wewe leo nikikuuliza, wewe mwandishi wa habari, kwa ile kilitokea kwa Gwajima anakemea watu wasitekwe, anaenda kuzuia, wewe unafikiri mtekaji ni nani? Nijibu, usifikiri hapa tutaki kupiga ramli. Nani ni mtekaji? Yule anayezuia. Tusinyamaze, tusikeze. Wewe mwahi kuona polisi wamekuletea hata mtekaji mmoja, lakini wanakimbizana na kina Mdude bila makosa? Mtoto wa watu maskini hana shida, hadaiwi na mtu, hajaiba cha mtu, hajadhulumu mtu.
Watu wanakwenda kupiga Mdude, wanamwaga damu chini namna ile. Kwa makosa gani? Mimi Mdude ni rafiki yangu, sio Mtanzania tu. Namna pekee itakayonizuia mimi kudai haki yake ni mimi kutokuwa hai. Nilisema swala la Mdude litaenda mbali mno na litafichua wote wanaohusika na uovu huu. Tutaliendesha ndani ya nchi na nje ya nchi kisheria. Tuko tunamaliza ukamilishaji wa nyaraka zetu kwa ajili ya kuanza taratibu za ndani. Yaani hili swala hatutalikalia kimya kabisa. Kwa hiyo tunapozungumza lile la Gwajima, mimi tusiniulize nani yuko nyuma ya ile. Simple, ni watekaji au mnufaika wa utekaji. Simple. Kama sio mtekaji, ni mnufaika wa mtekaji. Kwa sababu kama nakimbiza jambazi, wewe unanizuia nisikimbize jambazi. Aidha wewe ni jambazi au mnufaika wa ujambazi wa yule jambazi. Simple and clear, period. Hakuna kuyumbisha maneno hapa. Sisi sio ng'ombe wao, sisi sio ng'ombe wa mtu. Sisi ni watu wenye utashi. Tutumie utashi wetu makini. Nani alikwambia watu hawajulikani bwana? Watu watajulikana. Kwa Mdude wametajwa majina watu. Umeona kuna mtu amekamatwa? Wewe tume imeundwa wapi? Tume inatumwa kunyamazisha watu. Nani alikwambia tume imeundwa? Tume imefanya nini siku zote? Ili swala la Mdude ni siku la kutafuta siku 3. Unachunguza swala la Mdude siku 3. Nani alisema? Waambie mimi nimesema. Usiniletee ujinga. Mdude ni rafiki yangu. Siwezi kupangiwa na polisi mimi kusema. Siogopi mtu. Tunataka uhai wa Mdude. Tunataka Mdude akiwa mzima. Hakuna kenge au mpuzi yoyote atakayemruhusu kutuchezea katika uhai wetu. Mtu anapotea makusudi. Leo mtu ananiuliza swala la Mdude ni ghafla. Mdude yenyewe amjui anayemtekaga Mdude siku zote. Wamemteka mara ngapi? Mara ya mwisho si walimtupa wakijua wamemuua. Haya, ingekuwa ni Boni au ni Mwabukusi amefanya hivyo, sio angesema tunamsuspect ni Mwabukusi. Wewe, hakuna mtu anayejisheki kuhusu dhama la Mdude. Kwani mtukio tofauti na serikali unapoteza thamani yako ya utu. Wewe hiyo tume imekwambia leo imefanya nini? Huyo Mdude katekwa huko, familia yake imeambiwa amefanya nini? Rafiki zake tumeambiwa tu wao umefikia wapi? Kwani huyo Mdude ni watume? Ndio nataka nikwambie kwamba this is very serious bro. We are not going to mince up. Wala nilisikia hata kuna mabwege walikuwa wanasema, "Shit tunakutisha." Hakuna bwege atanitisha mimi hapa Mbeya. Ndampena mzee. Mimi siwezi kutishwa na bwege yoyote. Ndio maana nimerudi, nitapambana kuhusu haki ya Mdude na nitapambana kukabiliana na yoyote yule atakaye kuja. Hatuwezi kuwa silenced kwenye masuala ya namna hii. Ni jambo ambalo halivumiliki. Kwa hiyo mimi niseme tu wazi kabisa kwamba ili jambo wala atuulizi wala mimi nataka kusema wote wanaokuamisha jitihada hizi ndio watekaji wenyewe. Kama sio wao watuambie kwa nini wanakuazika na Gwajima kukemea. Mtu aliyehusika kabisa ametambuliwa, aliyehusika na dhama la Mdude. Wewe umesikia ameguswa? Kila mtu anazunguka pembeni, anasema mimi sizunguki pembeni, na buruta watu mahakamani. Na watatuambia, tutawahoji na watatuambia, watatujibu majibu tunayotaka. Ndio majawabu tunayotaka. Tukiyakosa hapa ndani tutakwenda nje. Na watu wasianze kusema sisi sio wazalendo. Kwa sababu kuna viashiria vya mauaji ya kimbari katika nchi hii. Kwa hiyo sisi tunapoa move wao wachukue hatua, waendelee kupuuza. Tukishaanza kuchukua hatua za wasije wakasema sisi sio wazalendo. Kwa sababu sisi yetu sio mbaya. Sisi yetu ni usalama. Mtu akikosea kama Mwabukusi amekosea, mkamate, mcharge kwa mujibu wa sheria au hukumiwe na mahakama. Kwa sababu mahakama zimefungwa mikono. Kweli kuna changamoto katika mahakama. Lakini hata kama kuna changamoto, sinifikishe kwenye hizo mahakama tukapambane. Kwa sababu mahakama zina changamoto. Lakini sio kila hakimu au jaji ana changamoto. Wako ambao bado wanasimama kwenye misingi yake. Wapo. Ukiteki mfumo wetu, bado unatoa fursa kuwa na mahakimu na majaji waadilifu. Bado wapo. Kwa hiyo huwezi kuchukulia tu jumla ukasema mahakama yote iko compromise. Kweli yapo maamuzi ambayo nikiangalia yani yanatoka nalia, narudi ndani nalia, nasikitika kabisa. Lakini bado kuna maamuzi mazuri yanatoka kwenye mahakama hizi. Kwa hiyo tunaamini kwamba mahakamani bado wako watu makini, mahakimu na majaji wanaojua wajibu wao na wanaoonea wivu mahakama ile judicial wivu wa kimahakama, wivu wa kulinda utawala wa sheria, wivu wa kulinda haki za binadamu. Hawa tunao bado.
Suluhu ya swala la utekaji nchini hasa unadhani ni nini? Ikikumbukwa hata siku 4-5 zilizopita kuna mtu inasemekana amepotea na hata sasa haijulikani yuko wapi. Ni nini suluhu ya hili? Suluhu la kukomesha utekaji ni kuvunja jeshi la polisi na kuliunda upya. I don't want to miss up word. Polisi corrupted kabisa. Hatuna jeshi la polisi kabisa. Limeshindwa kulinda raia. Ni bora tulichukua jinsi lilivyo, lipelekwe likawe jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, alafu tuunde jeshi jingine jipya kabisa litakalofanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria. Yaani tusiminse up word. Yani kwa mfano wewe umeweka mlinzi getini, kila siku unakuta umeibiwa. Unafikiri tatizo ni bidhaa au tatizo mlinzi aliyoko getini? Mlinzi. Hauachi kuleta bidhaa, unafukuza mlinzi unaweka mwingine. Kwa nini tuwe na jeshi la polisi ambao haliwezi kulinda raia na mali zao? Sisemi ni wachafu, ndio maana nasema tuvunje jeshi tuliunde upya. Sijasema ni wachafu, nasema tulivunje liundwe upya. Kwanza hautaki kuwa na polisi la kitaifa. Kwa nini uwe na jeshi la polisi la kitaifa? Ni mfumo tu wa kishamba wa kikoloni. Jeshi la polisi liwe loko tu, linamilikiwa na jiji hapa. Jiji wanakuwa na polisi wao. Wewe unafikiri polisi wakiajiriwa lokali kuna polisi atakuja kuteka mtu wa mtaani kwake? Wewe unafikiri kuna polisi atashindwa kujua nani na nani ni mhalifu? Kuna haja gani kuwa na mfumo lizima sijui jeshi sijui waende kule juu wapi? Kila halmashauri iwe na polisi wake. Wewe uone kama uhalifu hautapotea. Kwa sababu Mgambo ni mkazi wa eneo hilo. Mkuu wa polisi atakuwa mkazi wa eneo hilo. Anajua kabisa hapa mwizi kwenye kijiji chetu wa kuku ni Mwabukusi. Mwizi wa mbuzi ni Karurunga. Atamfuata tu. Na ukatili huu utaisha au utapungua kwa kiasi kikubwa. Huu mfumo wetu wa kikoloni tulio urithi usioendana na utaratibu unakosa uwajibikaji. Tunakuwa na jeshi ambalo linaanza kujipendekeza kwa watu. Mimi ninachosema, ushauri wangu nikiuliza, namna ya kwanza ya kukomesha vitendo vya ukatili dhidi ya raia ni kulivunja jeshi la polisi na kuundwa upya. Jambo la pili, baada ya kuunda upya, kwanza unaligawa. Shughuli zote za kiupelelezi ndio zinakuwa centralized. Lakini shughuli zote za kamata, sijui mkutano, sijui simamia, linda benki, linda kusanya, halmashauri zote ziajiri mapolisi wao wenyewe, zinakuwa na OCD wake huko. Basi shughuli unazozinyofua kule polisi ni za kiupelelezi tu, ambayo inaweka inakuwa central intelligence ya nchi. Weka watu waadilifu. Nani atabumba makesi ya kubambikiza watu? Kwa sababu itakuwa mna direct connection na wapi? Alafu kitu cha pili, weka taasisi nyingine huru ya kusimamia utendaji wa mahakama, jeshi, bunge na serikali. Hatuna taasisi inayolinda, yani ombudsman ambayo inamulika utendaji wa hivi vyombo. Wote mumeona. Bunge alijadili watu wanaotekwa na kupotea. Lakini linatukanana matusi ya nguoni na kuita wananchi kenge, na mimi nimekubali sisi ni kenge. Ila tutamtafuna huyu nyoka jeuri. Wanatuita kenge. Bunge linatukana siku nzima, linatumia kutukana watoto tu kutoka sehemu nyingine kwa vitu vya kijinga tu. Lakini halina muda wa kujadili kuhusu utekwaji. Wanasema eti watu wameondoka tu, wamejiondokea nyumbani, wameenda kutembea. Mimi namuomba Mungu huyo azitembelee familia zao pia. Najua Mungu ni mwaminifu. Watatembelewa, na Mungu akiwezesha wao kutembelewa tusiwasikie wakilia. Unajua kichao mwenzako anachekesha, lakini wakwako wanahuzunisha. Hawajafikwa na haya aliyofika. Ndio maana unasema hivyo. Kwa hiyo cha kwanza namna ya kubeleka ni kubadili kabisa muundo wa jeshi la polisi. Kulivunja na liwe locally. Kama unavyoona askari wa jiji, sio askari wa nani, ndivyo iwe hivyo. Kila halmashauri iwe na inaajiri polisi wake, basi wanafanya kazi kwenye halmashauri hiyo kulinda usalama na nini. Juu hapa ndo tuwe na taasisi ya upelelezi, Central Intelligence Service ya nchi, ambao kama masuala yote yanayohusu upelelezi itafanya. Hiyo ndio ikitaka na branches na nini iwepo. Lakini watu kukaa na bunduki, watu wanajisahau kukaa na bunduki, wanakuwa hawajapigana muda mrefu, kila mtu anatamani kutukufanyia mazoezi kwenye mili ya raia wasiokuwa na hatia. Tuna nchi za majirani wenzetu zina vita hapa, kuliko ukae unajidai unajua kupiga watu wasiokuwa na hatia, si usafiri uende kule vitani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima tuyaangalie, ni mabaya kwa taifa letu, na kimsingi lazima tufanyie kazi mfumo wetu hasa wa jeshi la polisi. Lakini la tatu ambalo lifanyike, lazima tutoke kwenye hata huko wanaporudi huku chini kwenye halmashauri,
isiwe police force, iwe police service. Ndio maana unaona police force hujasikia wanajisifu kwamba wao wamefundishwa kulenga vichwa, kwamba wao hawajafundishwa ku reason. Hujawasikia? Simo mtandaoni wamejifunza, wanasema si tumefundishwa kulenga vichwa, au nyinyi hamjaona hizo? Sasa mtu anajisifu kwamba ameenda kulonga kichwa, hajajifunza ku reason. What kind of a thing? Statement gani hili? Kwa hiyo kikubwa tunachotaka ni kwamba iwe police service. Kwa nini tunataka service? Kwanza wabadili mitaala. Yaani kazi ya polisi iwe ni ile huduma kwa jamii, huduma za kiusalama, huduma za kiulinzi, huduma mtambuka, zile ndogo ndogo, tu domestic violence, tu vitu gani ku address, kuvitatua, kufanya nini. Yaani polisi inatakiwa kama ustawi wa jamii hivi. That's how we want to see. Lakini kuwe na program nzuri ya kuaddress kuna namna gani. Hata mfumo wetu wa jinai ni mfumo ambao uko paralyzed, umekaa kivisasi. Leo hii hajatunga sheria kwamba mtu asifikishwe mahakamani kabla upelelezi haujakamilika. Si tumetunga hiyo sheria? Inafuatwa? Haifuatwi. Kwa sababu we are in a militarized military, yani state, yani katika mind zetu tumeamini zaidi katika bunduki, mabomu, risasi na mateso. Kuna watu wanasisimka akiona machozi ya binadamu mwenzake, damu ya binadamu mwenzake, maiti ya binadamu mwenzake. Yeye ndio anasisimka kuona amefanya kazi, anaburudika, nafikiri ndio ametekeleza. Yani haamini kwamba ninaweza nikakuengage wewe peacefully katika kutatua na kupata mwafaka wa changamoto mbalimbali tunazokutana nazo za moja kwa moja au za kijamii. Kuna mtu anaamini katika bunduki, risasi, mabomu, kuteka, kuua, kukata watu mikono, kupoteza watu, kufanya nini. Sasa hiyo yote michakato inatokana na mentality yetu tunaokuwa kwenye vyombo hivi. Wewe imagine yule polisi, yule unayemwona Kisutu, yule hata kazi ya kuchunga ng'ombe mimi simpi. Maana ng'ombe watakuja na maziwa. Yaani kama hata unafanya interview ya wachunga ng'ombe simpi. Mtu kama yule unataka unamtenga na jamii, hata dukani kwako asifike, hata dukani nyumbani kwake usifike. Kwa sababu yule sio mtu. Mtu ambaye anaweza akahamasika kusikia hamu ya kushambulia mwili wa binadamu mwingine asiyekuwa na jambo lolote na yeye. Sio kwa sababu ya kujitetea, sio kwa sababu amechokozwa, ni kwa sababu tu mwingine ni maskini tu. Hajui utaratibu tu, hajui haki zake tu, kaja pale mahakamani tu ili aweze kuona kiongozi wake aliyeletwa pale kinyume cha sheria tu, kwenye kesi inayoendeshwa pale kwa mashtaka aliyoletwa kinyume cha sheria tulizojitungia. Amekuja kushangaa, anatokeza kule mtu anapiga tu, na lina manyoka. Angekuwa ni kuruta, yani najua baba ametoka leo chuoni, ningeelewa. Kwa hiyo mimi niseme ukweli kwamba lazima tufumue ili jeshi. Ili jeshi linatakiwa kufumuliwa na kuanza upya. Yani kimsingi mfumo wetu wa jinai umekrambo. Katika taifa hili hatuna mfumo wa jinai, hauwezi kutenda haki. Kingine kikubwa kinachochangia ni kukosekana uwajibikaji, hasa upande wa Tanganyika. Watanganyika wanahitaji serikali yao, bunge lao, taifa lao. Kama Zanzibar, katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010 imeshaanzisha taifa la Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar imeshaanza ni taifa, nao Watanganyika wawe na taifa lao. Saizi hata bungeni hamna wa kusemea, usirukona wanaotukana na kuchochea, wanatoka Zanzibar. Kwa sababu wanaona Watanzania ni kama nguruwe tu, ana uchungu wowote na kitu kinachotokea katika maisha. Anahamasisha watu wauawe kwa sababu kwanza sio hana vinasaba vya wazi vya moja kwa moja. Na niseme wazi hili, sipepesi macho. Mimi ni muumini wa uwepo wa Tanganyika, ili tuwe na usawa katika kulinda maslahi ya rasilimali zetu na watu wetu. Lazima kuwe na Tanganyika. Wewe kateke Zanzibar, unafikiri baraza la wawakilishi litakuacha? Fuatilia taarifa Kisanga, Nyalali Commission ya Warioba ikaje ikapiga msumari kabisa serikali ya Tanganyika. Utakuwaje haramu? Kama ni haramu, wamekamata wangapi Zanzibar baada ya kuanzisha taifa la Zanzibar? Unanielewa? Ndio ubwege nao sema. Yani muulize mtu kama unachukizwa. Mimi natamka tu kuwepo kwa Tanganyika. Marekebisho ya Zanzibar ya mwaka 2010 yameanzisha taifa la Zanzibar lenye kila kitu. Ndio maana unakuja bungeni unamchukua mtu huko hajui hata uchungu wa mdude, kwa sababu yeye kwa mentality yake Zanzibar ni nchi ya nje. Kwa hiyo tunachotaka sisi ni kwamba Zanzibar iwepo na mambo yake, Tanganyika iwepo na mambo yake, tuwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano
ili kila mtu acheze mechi za kwake, yani kila mtu acheze mechi za, yani kilichopo saizi ni kuonyesha ni sawa na ile Simba ilipelekwa kwenda kucheza Amani Stadium wakati uwanja wake ni Benjamin Mkapa. Ndicho kinachoendelea kwa Tanganyika. Tanganyika ilitekwa ikabemedwa ikiwa mtoto mdogo kabisa kabla haijapata kujisimamia. Huu muungano huu hauna ruti ya wananchi, ni ruti ya watu wawili, Nyerere na Karume. Lakini nao hawakwenda kwenye hatua. Basi kama kuungana, tuwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar isiwe na Tanganyika, tuwe na nchi moja. Uwezo ukasema tumeungana, mmoja yeye anabaki na nchi yake na kila kitu, huyu mwingine anabaki hana chochote, alafu huyu mwenye nchi yake na kila kitu anakuja huku, anakaa, anakula kwetu, anatumia vya kwetu, anakaa kwenye bunge letu, anajadili mpaka mambo yetu, mpaka watu wetu wanaotekwa anawaita kenge. Sisi tumewahi kwenda kwenye baraza la wawakilishi tukaita kenge watu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima tuzungumze kwa ukweli, sio kuogopa. Tunataka rasimu ya Warioba. Tunajua muda saizi hautoshi. Na ndio tunataka kuambia watu, uwezo kufanya marekebisho yote ya katiba sasa. Lakini hichi ndio kipaumbele chetu. Tumeona CCM wameweka kwenye ilani yao katiba. Unapozungumza katiba, maana yake tunataka taifa la Tanganyika, taifa la Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wenye haki sawa kwa pande zote zilizoungana. Swala la gharama kwenye uendeshaji wa serikali ya Tanganyika linatajwa kwamba ni sababu mojawapo kwamba tutaongeza tu gharama na vitu kama hivyo. Wewe unaonaje hili? Aliwahi kuambia gharama za nani? Gharama za sasa unazijua? Hizo gharama zitaongezeka kwenye nini? Bunge si lile unalidismantle, mambo ya Tanganyika yanajadiliwa na Watanganyika. Muungano labda unabaki na wizara 4, 5 au wizara 3, labda mambo ya nje, ulinzi, fedha, na vitu gani, labda wizara 4. Unakuwa na wabunge wako 15 wa muungano. 7 wanatoka Zanzibar, 7 wanatoka Tanganyika, ndio wakutane hao wakae bunge la Jamhuri ya Muungano. Hao wengine wabaki Zanzibar na baraza la wawakilishi na wengine bunge la Tanganyika. Hiyo gharama inatoka wapi? Na hiyo gharama unaifananisha na nini? Kwani hizo gharama zingine analipa nani? Zanzibar kuna marais wangapi? Nani analipa hao marais wote? Yaani hiyo gharama tu kwa Tanganyika kuwepo, ila kuwepo kwa Zanzibar hakuna gharama. Zamani wakawa wanatuambia usalama, sijui masuala ya usalama, sijui kuvuka, unajua Zanzibar iko karibu, sijui magaidi, sijui Waislamu, sijui nini, kasumba. Haya, hatuna Waarabu katikati Serengeti. Ukipita kule ukuti sasa unasema now you are entering United Arab Kingdom katikati ya Serengeti ya Tanzania. Hiyo si hoja za kibwege tu. Mtu anakuambia Zanzibar iko karibu sana na sisi, kutengana. Burundi na Zanzibar nani iko karibu na sisi? Burundi si imeshikana kabisa na sisi. Kenya si imeshikana sisi na sisi kabisa. Rwanda, Uganda. Haya, mtu anakuambia tumeshikana sana na Zanzibar ni nani? Kilomita 20 ngapi tu, hiyo ndio sababu kweli. Tunachotaka ni muungano wenye win-win, muungano wa haki wa pande zote. Dunia ya sasa tunazungumzia pan-Africanization, lakini sio pan-Africanization yenye exploitative nature, iwe fairness kwa wananchi na iwe ya wananchi. Unaona? Kwa hiyo mimi nitaka kusema kwa ukweli kwamba kuna mambo ambayo lazima tuyafanyie kazi kama taifa ili tuwe na uwajibikaji. Na kukosa chombo cha uwajibikaji cha Tanganyika ndio maana vilio vya Watanganyika havisikiki. Kuna amani na haki katika nchi? Ili ni kujibu hilo swali, kamuulize mke wa Mdude, kamuulize Tundu Lissu, kamuulize mzazi au bibi wa Soka, kamuulize wazazi wa Ben Sanane, kawaulize ndugu wa Simon Kanguye na wengine kama hao. Mimi ukiniuliza ni sasa unaniuliza msiba mtu aliyoko harusini. Ili ujue kuna amani na haki, nimekutajia hao watu wachache, kawaulize, nadhani watakujibu hilo swali kwa ufasaha zaidi.